Yes, mtazamaji popote pale ambako unatazama na kufuatilia taarifa mbalimbali, nikwambie kwamba ni wakati mwingine, siku nyingine njema kabisa kuhabarika na kuzifahamu nyingi za kihabari ambazo zimeweza kujitokeza. Mimi ni Official Rose D, hii ni Biomedia. Usiache kushare, kulike, kusubscribe, lakini pia usiache kucomment. Bana, tuangazia story ambayo imemeke headline katika mitandao mbalimbali ya kijamii ya kwamba Diamond Platnumz amemtoa kafara mwalimu wake wa Kiingereza. Mashabiki watoboa siri nzito, Diamond si mtu mzuri. Hili limekaaje? Najua limekushangaza sana, lakini karibu tuliangazie kwa kina ili kufahamu. Ni kifo cha mwalimu wa Kiingereza ambaye aliwahi kuwasaidia baadhi ya mastaa wakubwa wa muziki wa Bongo Flava kimeibua majonzi na mshangao kwa watu wengi ndani na nje ya tasnia ya muziki nchini Tanzania. Mwalimu huyo ambaye anajulikana kwa jina la Allen Ngonyani ameripotiwa kufariki dunia mapema asubuhi baada ya kuugua kwa muda mfupi. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa na ndugu wa karibu wa familia, marehemu alifariki akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Geza iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam, na inadaiwa kuwa alikuwa amelazwa hospitalini hapo kwa takribani siku 2 baada ya kusumbuliwa na tatizo la shinikizo la damu ambalo lilikuwa limeanza kumwathiri afya yake. Habari za kifo chake zimegusa watu wengi sana, hasa wale ambao walimfahamu kupitia kazi yake ya kufundisha Kiingereza kwa wasanii mbalimbali wa Bongo Flava. Na kupitia kazi yake hiyo, marehemu alijipatia heshima kubwa kwa sababu ya mchango wake katika kuwasaidia wasanii kuboresha uwezo wao wa kuzungumza na kujiwasilisha kwa lugha ya Kiingereza katika majukwaa ya kimataifa. Miongoni mwa wasanii ambao waliwahi kufaidi na mafundisho yake ni pamoja na msanii Diamond Platnumz ambaye ni mmoja ya wasanii wakubwa kabisa zaidi katika muziki wa Afrika Mashariki. Lakini mbali na Diamond Platnumz, pia alihusishwa na kuwasaidia wasanii wengine maarufu kama vile Harmonize, lakini pia Rayvanny katika kuboresha uwezo wao wa kuzungumza Kiingereza kwa ufasaha. Wadau wa muziki wanaeleza kuwa mchango wa Allen Ngonyani ulikuwa mkubwa sana katika kuwajengea wasanii ujasiri na kuwafanya waweze kufanya mahojiano na vyombo vya habari vya kimataifa, pamoja na kufanya pia kazi na wadau wa muziki kutoka mataifa mbalimbali. Kupitia ujuzi ambao alikuwa nao, aliwasaidia wasanii kuelewa vizuri matumizi ya lugha ya Kiingereza katika mazingira ya kitaaluma na ya kimataifa. Katika kipindi cha hivi karibuni, wasanii wengi wa Tanzania wamekuwa wakipata fursa ya kufanya kazi na makampuni ya muziki ya kimataifa, kufanya ziara nje ya nchi, pamoja na kushiriki kwenye mahojiano na vyombo vikubwa vya habari duniani. Hali hii imefanya umuhimu wa kujua lugha ya Kiingereza kuongezeka, na hapo ndipo mchango wa watu kama Allen Ngonyani ulionekana kuwa wa thamani kubwa. Ndugu wa marehemu wameeleza kuwa kwa sasa familia inaendelea kufanya mawasiliano na ndugu na jamaa waliopo katika maeneo mbalimbali ili kupanga taratibu za mazishi. Baadhi ya ndugu wa familia wanatajwa kuwa wako mkoani Songea, hivyo familia itaendelea kuratibu mipango ya kuwaleta pamoja ili kupanga ratiba rasmi ya kuaga mwili wa marehemu na mazishi. Kifo cha Allen Ngonyani kimeacha pengo kubwa kwa wale waliomfahamu na kufanya naye kazi. Wengi wanamkumbuka kama mtu aliyekuwa mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye moyo wa kusaidia wengine kupata maarifa. Ingawa hakuwa msanii wa jukwani, mchango wake ulikuwa sehemu muhimu ya mafanikio ya baadhi wa wasanii wakubwa wa Bongo Flava. Kwa sasa wadau mbalimbali wa muziki pamoja na mashabiki wameendelea kutuma salamu zao za rambirambi za pole kwa familia, marafiki na ndugu wa marehemu. Wengi wanatambua kuwa juhudi na mchango wake katika kuwasaidia wasanii kujifunza na kujiamini kutumia lugha ya Kiingereza utaendelea kukumbukwa kwa muda mrefu katika historia ya muziki wa Tanzania. Lakini kama unavyojua, kifo huwa hakikosi cha kusemwa mtazamaji. Kumekuwa kuna fununu ya kwamba kutoka kwa baadhi ya mashabiki kuwa Diamond Platnumz amehusika, amemtoa kafara mwalimu wake ili kusafisha nyota ya kwake arudi upya katika industry ya music, kwa sababu liko sakata la Oktoba 29 mwaka jana kwamba toka limetokea ni kama amepotea. Sasa baada ya uchaguzi na yale maandamano ambayo yalisababisha vurugu kubwa na vifo kwa baadhi ya Tanzania, wadau na mashabiki walipotea kabisa
kuwafuatilia wasanii ikiwemo bwana mkubwa Diamond Platnumz, na ndio maana hoja hiyo ya bwana mkubwa kumtoa kafara mwalimu wake imeibuka. Lakini hakuna ukweli wowote mtazamaji wala ushahidi katika hili. Ni maneno tu ya wananzengo katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nini maoni yako mtazamaji wa Biomedia? Tuandikie comment yako chini hapo kunako comment section, tutaangazia wakati mwingine. Hope umeweza kuenjoy mpaka hapa ambako nimeweza kufikia kwa siku hii ya leo. Baki nasi kwa kupata update nyinginezo. Na sisi kama Biomedia tunasema Mwenyezi Mungu aendelee kuipumzisha roho ya marehemu kwa amani. Bwana ametoa na Bwana ametoa na jina lake lihimidiwe.